Kundi la wanajeshi zaidi ya 10 wa Ukraine wamejisalimisha kwa wapiganaji wa Urusi huko mkoani Kursk nchini Urusi. Hii ni kwa mujibu wa video iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi kuhusu idadi kubwa ya wanajeshi zaidi ya 10 wa Ukraine kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi. Pia baada ya taarifa hii nitakufahamisha pia kila ambacho mawaziri kutoka nchini Urusi na huko nchini Marekani waliweza kukizungumza siku ya Alhamisi kuamkia leo Ijumaa Aprili 18. Utasikia pia kila ambacho mawaziri hao waliweza kuzungumza kuhusu hali nzima kivita inavyoendelea huko nchini Ukraine na Urusi. Hivyo basi cha msingi na kusihi ya kwamba ungana nami hadi mwisho wa ripoti hii. Nikianza huko mkoani Kursk, ambapo taarifa kutoka huko mkoani Kursk imeelezwa kuwa kundi la wanajeshi wa Ukraine zaidi ya 10 walijisalimisha kwa wapiganaji au kwa wanajeshi wa Urusi huko mkoani Kursk. Taarifa hii ni kwa mujibu wa video iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Watumishi wa ngome ya kijeshi ya Ukraine ambayo ilizingirwa katika mkoa wa Kursk wanapata hasara kubwa ya wafanyakazi na silaha na wanaendelea kujisalimisha kwa vitengo vya Urusi. Wizara hiyo ya Ulinzi ya Urusi iliweza kusema hivyo katika taarifa yake. Pia iliongeza kuwa washiriki wote katika operesheni isiyojali ya Kursk, kutoka kwa maafisa wa kazi hadi askari wa vyeo na faili, wanajisalimisha kwa Urusi. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema, ikiongozwa na mazingatio ya kibinadamu, wanajeshi wa kundi la vita la kaskazini la Urusi wanahakikisha ya kwamba askari wa Ukraine, ikiwa wataweka chini silaha zao na kujisalimisha, wataishi na kupata matibabu ya heshima kwa mujibu wa sheria za Urusi na kanuni za sheria za kimataifa. Ukraine inakosa wanajeshi waliofunzwa kila siku. Wengi wa wale ambao wanapelekwa kifo fulani katika mashambulizi ya mawimbi ya kibinadamu wanakimbia kutoka uwanja wa vita au kujisalimisha kwa jeshi la Urusi, kukataa kushiriki katika operation za kupambana. Wizara iliweza kueleza hivyo katika taarifa yake asubuhi ya leo Ijumaa. Inakumbukwa pia mnamo Machi 12 mwaka huu, mkuu wa wafanyakazi mkuu wa kikosi cha wanajeshi wa Urusi anayefahamika kama General wa jeshi Valery Gerasimov aliweza kusema ya kwamba wanajeshi wapatao 430 wa Ukraine walichukuliwa kama wafungwa huko mkoani Kursk nchini Urusi. Alisema wanajeshi wa Ukraine walianza kujisalimisha kwa wingi zaidi, kwani waliona ubatili wa upinzani zaidi dhidi ya vikosi vya Moscow. Pia jeshi la Ukraine limepoteza hadi wanajeshi 165 katika jimbo la Kursk katika siku iliyopita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi pia iliweza kuripoti hivyo. Katika saa 24 zilizopita, jeshi la Ukraine lilipoteza takribani wafanyakazi wa kijeshi 165, vifaru viwili, gari la kivita la watoto wachanga, magari 5 ya kivita, magari 12, bunduki 3 za kivita. Wizara ilieleza hivyo. Wakati wa operation za kukera, vitengo vya mapigano vya kaskazini vya Urusi vilisababisha hasara kwa kuunda kikosi cha mitambo, kikosi cha mashambulizi ya anga na brigedi 5 za ulinzi wa eneo karibu na makazi ya huko Gonal, Velikaya, Libitsa, Miloporie, Sadiki, Yunakovinka katika wilaya ya huko ya Yakovinka mkoani Kursk na baadhi ya maeneo mengine katika jimbo hilo. Katika kipindi cha mapigano katika eneo la Kursk nchini Urusi, yani tangu kuanza mwaka jana, Ukraine hadi sasa imepoteza hadi wanajeshi 74,780, mizinga 410, magari 334 ya mapigano watoto wachanga, wabebaji wafanyakazi 305, magari ya kivita 2277 na vifaa vingine kadha wa kadha katika jimbo hilo. Pia wizara iliweza kutaja magari 57 ya uhandisi na mengine yakiwemo magari 23
ya kuondoa vikwazo, gari moja la kusafisha migodi aina ya UR-77, magari matano ya kuweka madaraja na magari 15 ya kutengeneza silaha za kivita na gari la komandi la wafanyakazi katika jimbo hilo. Licha ya ripoti hii, ripoti nyingine ambayo nilikudokeza kufahamisha kutoka vita vya Urusi na Ukraine ni kuhusu mazungumzo ya mawaziri kutoka Urusi na Washington, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Urusi anayefahamika kama Sergei Lavrov na waziri wa mambo ya nje kutoka nchini Marekani anayefahamika kama Marco Rubio walifanya mazungumzo kwa njia ya simu siku Alhamisi kuamkia siku ya leo Ijumaa. Wanadiplomasia hao wawili wakuu walizingatia mzozo wa Ukraine na mawasiliano yanayoendelea ya pande nyingi kuhusu suluhu inayowezekana. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imeweza kueleza hivyo. Marco Rubio alimweleza Lavrov kuhusu mikutano kati ya wajumbe wa Marekani na wawakilishi wa Ukraine, pia Ufaransa na mataifa mengine ya Ulaya yaliyofanyika mapema siku hiyo mjini Paris huko nchini Ufaransa. Wizara iliweza kueleza hivyo. Lavrov alisisitiza utayari wa Moscow kuendelea kufanya kazi pamoja na wafanyakazi wenzake wa Marekani ili kutatua kwa uhakika sababu kuu za mgogoro nchini Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema Rubio aliwasilisha kwa Lavrov ujumbe ule aliowasilisha kwa wajumbe wa Ukraine pamoja na Ulaya ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump na Washington wanataka vita hivi viishe, na sasa wamewasilisha kwa pande zote muhtasari wa amani ya kudumu na ya kudumu zaidi. Mapokezi ya kutia moyo huko mjini Paris kwa mfumo wa Marekani yanaonyesha ya kuwa amani inawezekana kabisa ikiwa wahusika wote watajitolea kufikia makubaliano. Taarifa hiyo iliweza kuongeza hivyo bila kutoa maelezo zaidi. Mikutano ya huko Paris ilihusisha viongozi wakuu kutoka pande zote, huku wajumbe wa Marekani wakiongozwa na Marco Rubio na mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff, afisa muhimu katika mazungumzo ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Kiev iliwakilishwa na mkuu wa ofisi ya Volodymyr Zelensky anayefahamika kama Andrei Yermak pamoja na waziri wa ulinzi Rostem Umerov. Zelensky pia inakumbukwa alianzisha shambulio jipya la kibinafsi dhidi ya Witkoff, akimshutumu kwa kueneza masimulizi ya Urusi na kuunga mkono kikamilifu Moscow, kwani akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari ulioonyeshwa Alhamisi kwenye televisheni, kiongozi huyo wa Ukraine alipendekeza matamshi ya hivi karibuni ya Witkoff ya kwamba mkataba wa amani kati ya Urusi na Ukraine unahusu maeneo matano yaliyokuwa Jamhuri ya Watu wa Ukraine, yani Donetsk, Lugansk na huko Zaporizhia, Kherson na Crimea. Alisema anaamini ya kuwa Bwana Witkoff amejiwekea mkakati wa upande wa Urusi, anaeneza simulizi za Kirusi kwa uangalifu au bila kufahamu, haoni akiwa na mamlaka ya kujadili maeneo ya Ukraine. Zelensky pia ndivyo namna ambavyo aliweza kusema hivyo siku ya jana katika mkutano na waandishi wa habari huko jiji la Kiev nchini Ukraine.